unaandika somo, utaandika somo linalosema vibanda vitatu. Moja ya changamoto kubwa sana katika upande wa Wakristo, wamekuwa wakiamini katika miungu mitatu. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Amen. Katika miungu mingapi? Mitatu. Ndio changamoto kubwa sana. Wayahudi, dini ya Kiyahudi, wao wanaamini Mungu ni mmoja. Na ndio maana ukienda Israeli, ukienda kuhubiri Injili, wakimuona mtu yoyote Muisraeli akimuona Mkristo aliyeokoka, wakimuona tu wanamtemea mate. Kwa sababu gani? Wanamdharau, wanamuona amekengeuka, anaabudu miungu mingapi? Mitatu. Waislamu wanaabudu Mungu mmoja. Wakristo wanaabudu Utatu Mtakatifu. Sema amina kubwa kabisa. Amen. Na elimu hii watu wengi sana wamekuwa wakipuuza kwa sababu wamekuwa wajui siri za ulimwengu wa roho. Kitu ambacho natakiwa uelewe, ukiomba katika Utatu Mtakatifu, manake kuna namna unachelewesha wewe mwenyewe kupokea majibu yako ya maombi. Ukiomba kwa Mungu Baba, kwa Mungu Mwana, kwa Mungu Roho, mpaka waje wakae kikao, wajadiliane kile ambacho umekiomba, ndio wakuridhia, walizie wote kwa pamoja, alafu wewe ndio upewe kile ambacho unakitaka. Haleluya, haleluya. Unaomba katika Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, naomba nibariki Baba nipate gari. Sawa, maombi yako yameenda mpaka mbinguni. Wamekutana watatu sasa. Wanakaa kikao. Mungu Baba, vipi? Neema naomba gari, anasema amechoka kutembea kwenye mavumbi. Unaoneje? Mungu Baba anasema hana shida, mpe. Mungu Mwana, vipi? Tumpe gari? Mpe. Mungu Roho, vipi? Tumpe gari? Maandiko anasema dhambi zote ambazo atazifanya mwanadamu atasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Roho Mtakatifu atasema, huyu alinikufuru jana, huyu usiku nilimwambia amke kuomba, kuamka kuomba alilala, hilo gari tusimpe. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Mungu Roho atasema hapana, asipewe hili gari, huyu alinikufuru huyu. Ibada ya Ijumaa akuja, ibada amekwepo mvivu, amekwepo mtoro, amemkufuru Roho. Haleluya, haleluya. Ndio maana Yesu anasema jambo lolote, iwe kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa jina langu. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Kitu ambacho natakiwa ukielewe, maombi yako ukiomba kwa jina la Yesu yana nguvu kubwa sana. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Kuna utofauti mkubwa sana ukisema Mungu nisaidie ukiwa kwenye hatari, au ukisema Mungu nisaidie, au Mungu wa Ibrahim nisaidie, au Yesu nisaidie, au Yesu Kristo wa Nazareth nisaidie. Hizi zote ni nguvu ulimwengu wa roho zinatenda kazi. Unaposema tu Mungu nisaidie, kuna miungu mingi. Haleluya, haleluya. Unaposema Mungu nisaidie, kuna nini? Kuna miungu mingi sana. Na ndio maana Mungu alipoona wanadamu wanapotea, alipoona mwanadamu ana shida yake, anaenda kwa mganga, mganga anampa mailizi ya kichawi, anamwambia nenda, Mwenyezi Mungu akusaidie. Na mganga naye anamtaja Mungu. Haleluya, haleluya. Na wewe ndio unasema isiwe mganga mtakatifu kweli kweli huyu. Yaani kanipa madawa na amesema Mungu anaenda kunisaidia. Sema amina. Kwa sababu naye ana Mungu wake nyuma yake. Ana Mungu wake wa ukoo. Ana Mungu wake ambaye amempa maelekezo namna ya kuwaagua watu. Ndio maana Mungu alipoona wanadamu wanapotea, alipoona wanadamu wamekengeuka,
wanadamu wanalitaja vibaya jina la Mungu, akaja na jina jipya kabisa. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Akaja na jina jipya, jina ambalo ukienda kwa mganga, ukienda tu kwa mganga pale, wewe nenda pale ukataja jina la Yesu kwenye kilinge cha mganga, uone kama hajakushughulikia. Takutimua hatari. Sema amen. Au nenda pale kwa mganga, umesikia wapi mganga kataja jina la Yesu? Maana nakupa haya madawa, nenda Yesu akusaidie. Kwa sababu gani? Jina la Yesu ni jina la Mungu mwenyewe. Amen. Sema amina kubwa kabisa. Amen. Sema amen na Yesu akubariki. Amen. Mungu alipokuwa anaumba aliitwa Baba. Haleluya, haleluya. Aliitwa nani? Baba ni jina. Baba sio jina. Baba ni cheo. Sema amina. Amen. Mama ni jina. Mama sio jina, ni cheo. Kwa mfano hapo unaitwa Mama Lydia, Mama Margaret, ni jina lako? Sio jina lako. Jina lako halisi unaitwa Esther, unaitwa Neema, unaitwa Mwarubarire, ndio jina lako hilo. Ndio ulilopewa. Sema amen kubwa kabisa. Alipokuwa anaumba aliitwa Baba. Yes. Kama muumbaji wa vyote. Aliumba milima, aliumba mito, aliumba wanyama. Siku ya sita akamuumba mwanadamu, akasimama kama Baba muumbaji. Ni cheo hicho. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Amina. Wanadamu walipokengeuka, Shetani alipokuja kuharibu hatima ya wanadamu, Shetani alipokuwa ametawala wanadamu kwa kiasi kikubwa, amewafunga wanadamu kwa kiasi kikubwa, Mungu akasema siwezi nikadharau uumbaji wangu, ni lazima nitashuka kwenda kuwakomboa wanadamu wangu, watoto wangu. Ndio maana akaja na mkakati wa kuja kumkomboa mwanadamu. Ni yule yule aliyesimama katika uumbaji. Sema amina kubwa kabisa. Mungu angekuja katika cheo cha Baba duniani kumkomboa mwanadamu, hakuna ambaye angebaki hapa duniani, wote tungeangamia. Ndio maana akaja na cheo cha kama mwana. Mwana ni mtoto, sio? Mtoto asili yake ni unyenyekevu. Mtoto asili yake ni kunyenyekea. Unajua mtoto hapo unaweza akakukwaza, ukambatua, ukamchapa, alafu hapo akasahau kila kitu, mkaendelea vizuri. Haleluya, haleluya. Ndio maana akaja kama mtoto, yani kunyenyekea. Ndio maana alipokuja akaja kama mwanadamu, lakini ni Mungu yule yule aliyeumba dunia na vitu vyote vilivyo. Haleluya, haleluya. Mungu alikuwa na uwezo wa kutokea tu ameshuka Tanzania. Alikuwa na uwezo wa kutokea Kenya. Alikuwa na uwezo wa kutokea sehemu yoyote. Alikuwa na uwezo huo, ila ilimlazimu kwanza apitie katika njia zote za kibinadamu. Alikaa tumboni mwa Mariamu miezi 9. Lengo kuu la Mungu ilikuwepo ni kuhakikisha anaondoa uhalali wa Shetani kutawala kuanzia kwenye uzao wa mwanamke, kuanzia kwenye tumbo ambako mtoto anakaa mpaka anazaliwa mpaka anakuwa. Haleluya, haleluya. Manake alipokaa tumboni alikuwa anashughulika na uzao wa wanawake. Wanawake ambao wanazaa watoto ambao ni wenda wazimu, wanazaa watoto ambao ni warevi, wanazaa watoto ambao wana matendo mabaya, wana matukio mabaya. Manake alikaa tumboni ili kumpiga Shetani achie uzao wa mwanamke. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Alikaa tumboni kwa mwanamke ili kuhakikisha roho ya kuharibu mimba inaondoka. Alikaa tumboni mwa mwanamke miezi 9 ili kufanya operation mahali popote ambapo Shetani alikuwa anaharibu kwenye uzao wa mwanamke achie. Sema amina kubwa kabisa. Na ndio maana mimi wanapingana na watu wanaosherehekea Christmas. Haleluya, haleluya. Maandiko anasema mwezi wa 6 malaika alitumwa kupeleka habari.
Alipotumwa, tunasherehekea Christmas eti mwezi wa ngapi? Wa 12, tunasema amezaliwa. Manake Mungu alizaliwa njiti. Haleluya. Manake sio timilifu, akutimilika, alizaliwa akiwa njiti. Ni jambo ambalo alipo. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen mpaka mbingu zikusikie. Alikaa tumboni miezi 9. 9 ilipotimia akatoka. Alipotoka alikaa kama mwanadamu. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili kwa anamsukuma mbali shetani katika utawala wa mwanadamu. Akawa kama mwana, akakubali kusulubiwa, akakubali kuangikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zako wewe mwenyewe uwekwe huru. Haleluya, haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikubali yote ili kuhakikisha wewe unakombolewa. Sema amina kubwa kabisa. Yesu akiwa kama ndiye Mungu wa kweli, alivyokuwa duniani, alikuwa anatembea na roho yake mwenyewe. Ile roho ya miujiza na maajabu alikuwa anatembea nayo. Ndio maana akawaambia mitume kwamba ombeni sana mimi niondoke duniani. Nikiondoka mimi, Yesu ambaye mlikuwa mnatembea naye Nazareti, mnatembea naye Betsaida, mnatembea naye Galilaya, mnatembea naye Yerusalemu, anasema mimi hapa nikipaa mbinguni nitakuwa natembea na ninyi kwa roho, kiroho. Haleluya, haleluya. Na ndio maana leo Yesu hayupo kimwili, leo Yesu yupo kiroho. Zamani Yesu alipokuwa duniani akiwa Yerusalemu, watu wa Nazareti wamemkosa. Akiwa Nazareti, watu wa ng'ambo ya Yordani wamemkosa hadi wamfuate wakaonane naye. Lakini leo yeye, nyakati za leo, yeye ni roho, roho kamili. Alivyopaa mbinguni akaacha roho wake, roho wake mtakatifu ambaye ndiye Yesu mwenyewe. Ndio maana leo kupitia jina la Yesu ambaye ndio roho, tunapokemea mapepo, tunapokuombea, unasikia kutapika sio kutapika, kuharisha sio kuharisha, kizunguzungu sio kizunguzungu, kisukari sio kisukari, maruerue sio maruerue, makengeza sio makengeza. Ulifika hapo ulikuwa na mwili mzito, tumekuombea, unashangaa mwili wako umekuwa mwepesi, ule ugonjwa umekuachia. Ni yule Yesu Kristo wa Nazareti amekuponya wewe. Ni yule Yesu ambaye ndiye Mungu wa kweli amekuponya. Haleluya, haleluya. Na ndio maana hapa ukija tunakuombea kwa jina moja la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatuna kuomba kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Moja ya ubatizo ambao ninaupinga sana ni kwenda kumbatiza mshirika kwenye maji mengi eti na kubatiza kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho. Huo ni ubatizo batili. Unapobatizwa kwa jina la Mungu Baba, manake baba yake mchungaji. Kwa jina la Mungu Mwana, manake mtoto wake mchungaji. Kwa jina la Mungu Roho, roho yake mwenyewe mchungaji. Sema amina kubwa kabisa. Na ndio maana Paulo alivyokuwa anabatiza watu, aliwabatiza watu kwa jina moja tu, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kupitia jina hilo tunapokubatiza, roho za mizimu zinazama chini, roho za magonjwa zinazama chini, roho za shida zinazama chini, kwa sababu ni jina la Yesu lenye nguvu na uwezo. Sema amina kubwa kabisa. Moja ya eneo ambalo utatu ulianzia ni pale ambapo Yesu alimchukua Petro, Yakobo na Yohana kupanda mlimani. Haleluya, haleluya. Walipopanda mlimani, Yesu alipokuwa katika maombi, Yesu akatokewa na mitume pale. Haleluya, haleluya. Tusome kitabu cha Luka 9 mstari wake wa 28. Maandiko yanasema, ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya, walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake
atakapo timia Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Huyu Musa na Elia, Petro alipofanikiwa kuwaona, haleluya, akamfuata Yesu akamwambia, Bwana wangu, sio vizuri sisi tuwe hapa, tujenge vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa, kimoja cha nani? Sema amina kubwa kabisa. Amen. Jamani, tuko pamoja au mmeniacha? Sije kawa na nyinyi mmeniachia kiwiliwili hapa mshindwe. Sema amen kubwa kabisa. Amen. Kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Hivyo vibanda sio vibanda tu kama vya magenge. Hivyo vibanda ni madhabahu. Maana akasema tujenge madhabahu tatu. Wengine wamwabudu Musa, wengine wamwabudu Elia, wengine wakuabudu wewe. Vibanda vitatu. Hapo ndipo Utatu Mtakatifu ulipoanzia. Haleluya, haleluya. Lakini Yesu akalipinga hilo jambo, akalikataa hilo swala. Haleluya. Kwa sababu yeye ndiye Alfa na Omega. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu ni mwanzo na mwisho. Nami nimekuombea leo upako wa Yesu Kristo juu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unapoona mambo yako hayaendi, tumia jina la Yesu. Unapoona vitu vyako haviendi, tumia jina la Yesu. Unapotumia jina la Yesu kwenye shida zako, hizo shida zinaondoka. Ukiona unatembea njiani unasikia mara tumbo linaunguruma, linasumbua, kama hata kusema tumbo, nyamaza kimya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Utakuta lenyewe limenyamaza kimya. Unaona kichwa kinagonga kinakusumbua, kikamate. Sema wewe kichwa, nyamaza kimya kwa jina la Yesu. Ukitamka na mimi utashangaa kichwa kimenyamaza kimya. Kwa sababu gani? Jina la Yesu ni jina ambalo limebeba uponyaji wako, limebeba ufungulivu wako, limebeba baraka zako, zimebeba hatima yako. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, viti vya enzi haviko vitatu mbinguni. Mungu ni mmoja. Haleluya, haleluya. Mungu ni mmoja mbinguni, hawako watatu, yuko mmoja tu. Hawako watatu mbinguni. Unapoomba hakikisha unaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wacha kuomba katika miungu mitatu. Unashangaa maombi yako kuna wakati hayajibiwi. Unajiuliza, Mungu anipendi, Mungu namna gani? Kumbe ni wewe hujui kusali, haujui kuomba ipasavyo. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Nami naachilia upako wa Yesu Kristo juu yako kwa jina la Yesu. Uende umiliki, uende utawale kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Inuka juu na Mungu akubariki. Simama juu. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.